Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma ameshauri kufanyika kwa utafiti wa kina ili kubaini na kuzitafutia ufumbuzi sababu zinazochangia ongezeko la matukio ya udhalilishaji wa kijinsia ikiwemo ubakaji pamoja na mauaji. Profesa Juma ameyasema hayo wakati wa ufunguzi wa kikao cha majaji wafawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kinachofanyika jijini Mwanza. Jaji Mkuu Juma amesema kuwa matokeo ya utafiti huo yatawezesha serikali na jamii kutafuta mwarobaini wa sababu zinazochangia ongezeko la mauaji na ubakaji na hatimaye kupunguza wingi wa kesi hizo mahakamani. Nilipokuwa katika kikao cha mahakama ya rufani hapa Mwanza, katika mashauri kadhaa niliyosikiliza, niligundua kwamba makosa ya statutory rape, kwamba makosa yale ya rape ya wasichana kati ya miaka 13, 14, 15, 16, kesi nyingi sana tumekuwa tukizisikiliza. Hakuna kikao ambacho kilikuwa kinatuchosha. Kwa wiki moja nimekaa Musoma na kesi za mauaji. Kesi za mauaji yale ya kutishatisha, lakini nayo ukiangalia kwa undani yana visababishi vingine ambavyo vimejificha. Kwa hiyo tutumie mifumo yetu ya big data ambayo tunayo. Tufanye utafiti kama zamani wakoloni walikuwa wakifanya. Aina fulani ya mashauri ikijitokeza sana, walikuwa wanatuma wa sosiolojia na watu wa psychology kwenda kufanya utafiti wa kina. Na kwa sababu sisi tumekusanya taarifa za kina, tumeweza kujua, kwa mfano kesi nyingi za Musoma zote ni wanaume ndio wanaua. Tukawa tunajiuliza, je, kama ni mila ya ukali wa watu wa Musoma Mara, wanawake mbona hatuoni jinai ya mauaji? Sasa tutaweza kuifahamu jamii yetu kwa kutumia uwekezaji mkubwa ambao tumeufanya. Aidha, amewahimiza mahakimu kujiendeleza zaidi kitaaluma ili kukabiliana na ukuaji wa teknolojia ikiwemo ya akili mnemba. Tuanze kuwapa mahakimu nafasi ya kusoma shahada za uzamili katika maeneo ya teknolojia, kwa sababu dunia tunayoenda kuanzia dira ya 2050 ni dunia ambayo itatumia teknolojia. Pengine haitatosha kwa wewe kuwa hakimu uliyesomea sheria peke yake kuweza kutoa huduma katika mazingira ambayo yanahitaji. Na ukiangalia nchi nyingine tayari wameshaenda kule, wanatoa kwa mfano LLM in technology, computer programming for lawyers. Sasa ukiwa mwanasheria ambaye vile vile unafahamu mambo ya programming, utakuwa una msaada mkubwa sana kuliko wewe ni mwanasheria umejichimbia katika fani ya sheria, lakini umuhimu wa teknolojia unakuwa uko pembeni. Akizungumza kwenye kikao hicho, jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Dr. Mustafa Siani amebainisha kuimarika kwa hali ya utoaji wa haki nchini. Kuhusu hali ya utoaji haki kwa Mahakama Kuu na mahakama za chini, ninao furaha kusema kuwa imeendelea kuimarika. Kwa mwaka 2024, wastani wa muda uliotumika tangu shauri kufunguliwa hadi kukamilika ilikuwa ni siku 78, pungufu ya siku 6 kutoka siku 84 ukilinganisha na mwaka 2023. Aidha, idadi ya mashauri ya mrundikano mbele ya Mahakama Kuu na mahakama za chini kwa mwaka 2024 imeendelea kupungua, kwani ni mashauri 451 pekee, sawa na 1.2% ya mashauri 37,674 yaliyobaki Disemba 2024 ndio yalikuwa ya mrundikano. Hii inaonyesha upungufu wa 2% kutoka 3 kwa mwaka 2023. Kwa mahakama za watoto na mwanzo zilirekodi 0% ya mashauri yaliyokuwa na mrundikano kwa mwaka 2024.
Mchanganuo wa mashauri hayo ya mrundikano kwa kila ngazi ya mahakama kwa mujibu wa taarifa zinazopatikana kwenye mfumo wa takwimu za mashauri unabainisha kuwa mashauri yamepungua kutoka 292 mpaka 175 kwa mahakama kuu, kutoka 445 hadi 144 kwa mahakama za hakimu mkazi, kutoka 664 mpaka 126 kwa mahakama za wilaya. Aidha, mashauri ya aina hiyo yamepungua kutoka 18 hadi 0 katika mahakama za watoto. Kwa upande wa mahakama za mwanzo, takwimu zilizopo zinaonyesha jumla ya mashauri 6 yalisalia tulipofunga mwaka 2024 kama ilivyokuwa kwa mwaka 2023. Dr. Siani amesema kuwepo kwa viwango maalum vya mashauri ambavyo majaji na mahakimu wanapaswa kumaliza kila mwaka kumechangia kuhakikisha haki inapatikana kwa wakati.